الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يقول الله جل في علا: inna lilmuttaqina mafaza. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikuhusieni pia nihusia nafsi yangu kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika Ijumaa yetu ya leo tutazungumzia juu ya anwani inayosema al-khairatu allati ikhtassa Allahu biha fi shahr Ramadhan al-mubarak duna ghairihi min ash-shuhur, mambo ya kheri hayo Allah ameyahusisha katika mwezi wa Ramadhani peke yake pasina miezi mingine iliyobakia, na kheri hizi huwezi ukazipata katika miezi mingine. Na hii Muislamu anatakiwa ajue na atambue, kwa sababu maarifatu zamani wa dharfu zamani wal makan, kujua nafasi na utukufu wa msimu au zama na sehemu, Muislamu atajituma katika kufanya yaliyokuwa ya kheri kwa kuangalia huo msimu. Moja katika mambo ambayo na kheri ambazo hazipatikani katika miezi mingine isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani, nuzulul Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi yote ya mwaka mzima, katika mwaka wa Kiislamu akaichagua Ramadhani ndio mwezi pekee wa kuteremshwa Qur'anil Karim, ambayo Allah kathibitisha akasema: shahr ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremka Qur'ani ambayo ndio mwongozo wa watu wote. Kwa hiyo moja katika vitu ambavyo Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kuifikia Ramadhani, kwa sababu ni mwezi maalumu na kuna mambo maalumu na kheri maalumu ambazo hazipatikani katika miezi mingine. Jambo jingine katika mambo ya khairati ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusisha mwezi wa Ramadhani na wala si miezi mingine, akaifaradhisha funga ya saumu ya Ramadhani ndani ya mwezi wa Ramadhani na wala si miezi mingine. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa amri kwa kusema: faman shahida minkum shahra falyasum, na yeyote atakaye kuwepo katika masiku ya mwezi wa Ramadhani, basi ni wajibu na ni lazima, ni faradhi afunge ndani ya funga ya mwezi wa Ramadhani. Hili ni jambo la pili katika mambo ya khair, mambo mema ambayo yapo katika mwezi wa Ramadhani na hayapatikani katika miezi mingine. Lakini jambo jingine katika mambo ambayo ni mahsus maalum katika mwezi wa Ramadhani, qiyamul laili, ni kusimama kisimamo cha usiku ambacho kinafahamika ni salatu tarawih. Ni sala ambayo waumini wa kweli hupata raha na hupata utulivu kwa kusimama kisimamo cha sala ya tarawih ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema ya kuwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kwa sababu ya utukufu wa mwezi wa Ramadhani, kile kisimamo chake pia atakayesimama akasali kisimamo cha mwezi wa Ramadhani akiwa na imani kwamba hili ni jambo ambalo limekuja kisheria na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila yake na ujira wake, anakusamehe Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yaliyotangulia, madhambi ambayo madogo madogo, si yale madhambi makubwa ambayo yanahitaji tauba,
kama vile kula riba, sihiri, shirki na madhambi mengine. Lakini madhambi yote madogo ambayo hayahitaji tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anayasamehe kwa kusimama katika ibada ya qiyamu salatu tarawih. Lakini katika jambo ambalo ni maalumu pia katika mwezi wa Ramadhani, haipatikani katika miezi mingine, Allah akaufadhilisha na kuhusisha mwezi wa Ramadhani, ni kuwepo usiku mmoja ambao ni Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuonyesha umuhimu wa mwezi huu wa Ramadhani, kuna siku moja katika masiku ya mwaka ameuchagua usiku mmoja katika 10 la mwisho la Ramadhani. Usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Usiku wa heshima ambao ni Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000, ambayo sawa sawa na umri wa miaka 83. Kwa hiyo atayefanya istighfar, atayesoma Qur'ani, atakayesimama akafanya jambo lolote katika mambo ya ibadati na mambo ya khairati, ni sawa sawa na umefanya ibada muda wa miaka 83. Haya ni mambo mahsus na ni maalum ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha mwezi wa Ramadhani, uliokuwa na baraka nyingi, ulikuwa na kheri nyingi. Lakini pia katika mambo ambayo yapo katika mwezi wa Ramadhani ambayo ni mahsus, katika mambo ya kheri ambayo hayapatikani katika miezi mingine, tasfidu shayatin, ni kufungiwa na kutiwa minyororo mashaitani ambao huwapoteza wanadamu na kuwashawishi na kuwaghilibu wakamsahau muumba wao na wakawa wameghafilika na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikifika katika mwezi wa Ramadhani, Allah anawatia minyororo ili kila mu'min, kila muislam awe na wasa, iwe ni yeye mwenyewe awe ni sheitani wa kibinadamu ambaye amechupa mipaka, lakini mashaitani wanakuwa wametiwa minyororo. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, idha jaa Ramadhan futihat abwabul janna ghuliqat abwabun nar wa suffidat shayatin, muttafaqun alayhi. Ramadhani ikiingia, milango ya pepo inafunguliwa, lakini milango ya moto inafungwa, na mashaitani na wale majini wakorofi wanatiwa minyororo, ili mwanadamu, ili mu'min awe na nguvu na awe kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, awe hana kizuizi, ili amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa wasaa. Lakini jambo jingine katika mambo ambayo hayapatikani katika miezi mingine ni kuwa kheri zinakuwa ni nyingi. Kathratul maghfira wal itq minan nar, ni msamaha unakuwa ni mwingi. Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake, lakini pia kuacha huru na moto, na hii haitokei isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo amepokea Imamu Tirmidhi na wengine katika wapokezi wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema, walillahi utaqaa minan nar wa dhalika kulla laila. Allah subhanahu wa ta'ala anawacha huru waja wake kutokana na moto wa jahannam, waliyadhu billah, na hiyo ni kila usiku katika usiku wa Ramadhani. Na katika riwaya nyingine akasema, fi kulli yawmin wa laila, kila mchana wa Ramadhani na kila usiku wa Ramadhani, waja wema waliojipinda katika kumwabudia Allah na kuacha maasi na madhambi wanaachwa huru na moto wa jahannam na wanawekwa mbali na moto wa jahannam. Hii ni fursa pekee na ni kheri ambazo hazipatikani isipokuwa zinapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo ni mahsus na ni maalum na Allah akauhusisha mwezi wa Ramadhani tu, ni kwamba mfungaji aliyefunga katika ndani ya mwezi wa Ramadhani, malipo yake analipwa na Allah bighairi hisab, malipo ambayo hayana hesabu. Ni ujira mkubwa na ni malipo mengi, na haya ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, kullu amali ibn adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Anasema kila amali ambayo mwanadamu anaifanya ina malipo, inafahamika. Ukisali sala ya faradhi kwa jamaa unapata daraja 27, riwaya nyingine unapata daraja 25. Kwa hiyo amali nyingi na ibada nyingi zimewekewa malipo na ujira maalum. Lakini kwenye Ramadhani,
kwenye funga akasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, isipokuwa funga kwa sababu ni ibada maalumu na ina fadhila nyingi na inafanyika saumu hii katika mwezi maalumu. Funga ni ya kwangu na mimi namlipa mfungaji kwa malipo na ujira ambao hauna hesabu. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah huwalipa wenye kusubiri malipo ambayo hayana hesabu. Fursa hii haipatikani isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana wema waliopita, masahaba na tabi'in, atba'u tabi'in, walikuwa wakililia wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, tupe afya njema tuifikie Ramadhani. Allah jahalia Ramadhani tufikie, kwa sababu ya kupata khairi ambazo hazipatikani katika miezi mingine. Na hii ni fursa adhim, kila mmoja wetu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ili amjalie kuifikia Ramadhani na kuifunga na kukubaliwa ibada zake na matendo yake. Lakini pia katika mambo ambayo ni mahsusi, sisi wanadamu tuna haja nyingi, lakini pia tuna matatizo mengi. Kila mmoja ana haja, ana matatizo ambayo anamlilia Mola wake. Lakini katika fursa adhim ambayo ipo katika mwezi wa Ramadhani ni kwamba ukiomba dua ni mustajaba. Ukiomba dua hairudi, kwa sababu milango ya mbingu imefunguliwa, milango ya pepo imefunguliwa, na pepo inapambwa katika mwezi wa Ramadhani. Khairi zote zinaenea katika siku zote za mwezi wa Ramadhani, si mchana wala si usiku. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu wakiomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dua akinyanyua mikono yake mja huyo, basi mikono yake hairudi patupu. Akasema waswaim hatta yuftira, na mfungaji aliyefunga akajinyima na vilivyokuwa vya halali katika mchana wa Ramadhani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna anayemuona, kwa sababu funga ni moja katika ibada ambazo zinamfanya mtu anakuwa na ikhlas, kwa sababu hata akiwa peke yake hawezi akafanya hiana, kwa sababu anajua Allah ananiona, Allah anajua nitakachokifanya. Kwamba mtu anafunga na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na funga inakuwa ni siri, kwamba Allah ndio humjua ni nani aliyefunga nani asiofunga, kwa sababu ni ibada ambayo ni ya siri, na hii inaonyesha ni ikhlas. Kwa hiyo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waswaimu hatta yuftira, na mwenye kufunga aliyefunga dua zake anazoomba ni kwamba anakubaliwa dua atakayoiomba mpaka pale atakapokuwa ameftari, jua limezama, amefuturu, dua yake akiomba ni mustajabu. Kwa hiyo hii ni moja katika fursa ambazo hazipatikani isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mambo haya yote, kuteremsha Qur'ani, kufaradhishwa saumu ya funga katika mwezi wa Ramadhani, sala ya tarawih. Tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Kwa sababu ya fadhila kisimamo cha mwezi wa Ramadhani, sala ya tarawih, atakayesali nyuma ya imamu na akasubiri akaendelea kusali nyuma ya imamu mpaka sala ikamalizika na imamu akatoa salamu, kwamba mja huyo anaandikiwa ni kuwa ameswali usiku mzima. Kwa hiyo halahala, ndugu yangu, fika mwezi wa Ramadhani, jitahidi hakikisha unaswali nyuma ya imamu. Kwa hivyo ikiwa utaswali mwezi mzima, utaandikiwa katika siku zote ulizosali ni kwamba usiku mzima umesali. Lakini pia ukiipata na Lailatul Qadr, utahesabika wewe umesimama kisimamo cha usiku muda wa miaka 83. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijab. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Wa yaqulu Allahu jalla fi sha'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Rabbi, tunakuomba tujalie amani yetu idumu na uilinde ya Rabbil Alamin kwa uwezo wako. Ya Rabbil Alamin, ule umjuaye anayekuja kwa shari kwa ajili ya kuondosha amani na utulivu katika nchi yetu, ya Allah wewe wamjua, mweke mbali na muepushe na shari hii ya Rabbi.